aliyemjami' mwanamke. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, adabu ya 15, kafaratu man jama'a al-haidhi, kafara ya yule ambaye aliyemuingilia mwanamke mwenye hedhi. Kafara yule ambaye aliyemjami' mwanamke mwenye hedhi. Na hapa al-muallif rahimahullahu ta'ala ameashiria ya kuwa huenda zikatokea dhurufu, zikatokea hali zikampelekea mtu akamjami' mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi. Sasa ikitokea kitendo hiki kimepatikana, nini afanye huyu ambaye aliyemjami' mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi? Qala rahimahullahu ta'ala, wa man ghalabatuhu nafsuhu, na yule ambaye itamshinda yeye nafsi yake. Wa man ghalabatuhu nafsuhu, na yule ambaye itamshinda yeye nafsi yake. Fa atal haidha, kisha akamuingilia mwenye hedhi. Fa atal haidha, akamuendea mwanamke mwenye hedhi. Qabla an tathura, qabla hajataharika min haidhiha, kutoka katika hedhi yake. Yule ambaye yamemghilibu yeye matamanio ya nafsi yake, akamuendea mwanamke ambaye kwamba ni mwenye hedhi kabla ya mwanamke huyu kutaharika kutoka katika hedhi yake. Fa alayhi an yatasaddaqa, ni juu yake kutoa sadaka. Fa alayhi an yatasaddaqa, ni juu yake kutoa sadaka. Binisfi junayhi dhahab, inkilizi takriban, au rub'uha, atoe pound za goldi za Kiingereza, za Kiingereza, nusu ya paundi ya goldi ya dhahabu za Kiingereza takriban, au rub'uha, au robo yake. Atakikana kutoa nusu ya paundi ya dhahabu ya Kiingereza, paundi ya Kiingereza, au robo yake. Na hiyo wanaeleza ahlul ilmi inalingana sawa na dinari moja au nusu ya dinari moja. Ni sawa na dinari moja au nusu ya dinari moja. Hichi ndicho ambacho atakikana kukitoa ikiwa ni kafara kwa kile kitendo cha yeye kumjami' mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi. Qala rahimahullahu ta'ala, adabu ya 16, ma yahillu lahu min alhaidhi, kile ambacho kinahalalika kwake yeye min alhaidhi, kwa mwanamke mwenye hedhi. Ni kipi ambacho kwamba ni halali kwa mume kwa mkewe mwenye hedhi, kwa mkewe hali ya kuwa ni mwenye hedhi? Kipi ambacho kinakuwa halali kwake mume kukifanya kwa mke wake ikiwa mke yuko katika hali ya hedhi? Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lahu an yatamatta'a bima duna alfarji min alhaidhi, na inafaa kwake mume an yatamatta'a, kustarehe, inafaa kwake mume kustarehe bima duna alfarji, kwa kile ambacho ni kinyume na tupu, min alhaidhi, kwa mwanamke mwenye hedhi. Kwa hivyo inafaa kwake kustarehe kwa sehemu nyingine zote katika mwili wa mkewe isipokuwa katika sehemu ya farji yake, qublan kana au dubra, sawa sawa itakuwa ni tupu ya mbele au itakuwa ni tupu ya nyuma. Haitofaa kustarehe na mkewe katika hizo tupu mbili. Ama sehemu nyingine katika kiwiliwili chake mkewe inafaa kwake kumalizia hapo haja zake. Inawezekana ikamkuta hali ambayo ni ngumu na hana namna ya kufanya, basi mke anatakiwa kujitahidi kumstarehesha mumewe kiasi cha kumaliza shahwa zake. Jambo la 17, adabu ya 17, qala rahimahullahu ta'ala, mata yajuzu itiyanuha idha tahurat, ni wakati gani itafaa kumuendea mkewe pindi atakapotaharika? Mata yajuzu itiyanuha idha tahurat, ni wakati gani itafaa kumuendea mkewe, huyu mume kumuendea mkewe, mume kumuingilia mkewe, idha tahurat, pindi atakapotaharika. Qala rahimahullahu ta'ala, fa idha tahurat min haidhiha, pindi atakapotaharika kutoka katika hedhi yake. Wanqata'a ad-damu anha, na damu ikakatika kwake mwanamke. Fa idha tahurat min haidhiha, pindi atakapotaharika kutoka katika hedhi yake. Wanqata'a ad-damu anha, na damu ikakatika kutoka kwa mwanamke. Jaza lahu wat'uha, kunafaa kwake kumuingilia. Baada an taghsila mawdhi'a ad-dami minha faqat, baada ya kuosha sehemu ya damu kwake yeye tu. Ile sehemu ya damu akishaiosha basi itafaa kwa mume kumuingilia.
au yatawadda au tatawadda au baada ya kutawadha, au tatawadda au baada ya mke huyu kutawadha, au taghtasila au baada ya mke kukoga. Kwa hivyo pindi atakapotaharika tu kutoka katika hedhi yake ikaonekana ile alqassatul bayda, kile kipande cheupe ambacho ni ishara ya wazi ya kuonyesha mwanamke tayari hedhi yake imekwisha, na damu ikawa imekatika haionekani tena, basi itafaa kwa mume kumuingilia mkewe baada tu ya mume kuisafisha sehemu ambapo damu inatoka, au baada ya mke kutawadha. Baada ya kuwa ametawadha vizuri mwili wake, inafaa mume kumuingilia mkewe, au baada ya mke kuwa amekoga na akajitaharisha mwili wake, na hili ndilo bora zaidi, yeye mwanamke kukoga vizuri akajitaharisha mwili wake, kama tulivyotangulia huko nyuma kuona zile adabu ambazo hufanyika kabla aljimai, ikiwemo kujitaharisha na mtu kunukia, kuwa katika mazingira mazuri ambayo yatampendeza mume wake, au mume kuwa katika mazingira mazuri ambayo yatampendeza mke wake. Kwa hivyo ikiwa itafikia hali hiyo, basi itafaa kwake mume kumuingilia mkewe. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, adabu ya 15, kafaratu man jamaa alhaidhi, kafara ya yule ambaye aliyemuingilia mwanamke mwenye hedhi. Kafara yule ambaye aliyemjami' mwanamke mwenye hedhi. Na hapa almuallif rahimahullahu ta'ala ameashiria ya kuwa huenda zikatokea dhurufu, zikatokea hali zikampelekea mtu akamjami' mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi. Sasa ikitokea kitendo hiki kimepatikana, nini afanye huyu ambaye aliyemjami' mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi? Qala rahimahullahu ta'ala, wa man ghalabatuhu nafsuhu, na yule ambaye itamshinda yeye nafsi yake. Wa man ghalabatuhu nafsuhu, na yule ambaye itamshinda yeye nafsi yake. Fa atal haidha, kisha akamuingilia mwenye hedhi. Fa atal haidha, akamuendea mwanamke mwenye hedhi. Qabla an tathura, qabla hajataharika min haidhiha, kutoka katika hedhi yake. Yule ambaye yamemghilibu yeye matamanio ya nafsi yake, akamuendea mwanamke ambaye kwamba ni mwenye hedhi kabla ya mwanamke huyu kutaharika kutoka katika hedhi yake, fa alayhi an yatasaddaqa, ni juu yake kutoa sadaka. Fa alayhi an yatasaddaqa, ni juu yake kutoa sadaka. Binisfi junayhi dhahab, inkilizi takriban, au rub'uha, atoe pound za goldi za Kiingereza za Kiingereza, nusu ya paundi ya goldi ya dhahabu za Kiingereza takriban, au rub'uha, au robo yake. Atakikana kutoa nusu ya paundi ya dhahabu ya Kiingereza, paundi ya Kiingereza, au robo yake. Na hii wanaeleza ahlul ilmi inalingana sawa na dinari moja au nusu ya dinari moja, ni sawa na dinari moja au nusu ya dinari moja. Hichi ndicho ambacho atakikana kukitoa ikiwa ni kafara kwa kile kitendo cha yeye kumjamii mke wake hali ya kuwa ni mwenye hedhi. Qala rahimahullahu ta'ala, adabu ya 16, ma yahillu lahu min alhaidhi, kile ambacho kinahalalika kwake yeye min alhaidhi, kwa mwanamke mwenye hedhi. Ni kipi ambacho kwamba ni halali kwa mume kwa mkewe mwenye hedhi, kwa mkewe hali ya kuwa ni mwenye hedhi? Kipi ambacho kinakuwa halali kwake mume kukifanya kwa mke wake ikiwa mke yuko katika hali ya hedhi? Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lahu an yatamatta'a bima duna alfarji min alhaidhi, na inafaa kwake mume an yatamatta'a, kustarehe, inafaa kwake mume kustarehe bima duna alfarji, kwa kile ambacho ni kinyume na tupu, min alhaidhi, kwa mwanamke mwenye hedhi. Kwa hivyo inafaa kwake kustarehe kwa sehemu nyingine zote katika mwili wa mkewe isipokuwa katika sehemu ya farji yake, qublan kana au dubra, sawa sawa itakuwa ni tupu ya mbele au itakuwa ni tupu ya nyuma. Haitofaa kustarehe na mkewe katika hizo tupu mbili. Ama sehemu nyingine katika kiwiliwili chake mkewe, inafaa kwake kumalizia hapo haja zake. Inawezekana ikamkuta hali ambayo ni ngumu
na hana namna ya kufanya, basi mke anatakiwa kujitahidi kumstarehesha mumewe kiasi cha kummaliza shahwa zake. Jambo la 17, adabu ya 17. Qala rahimahullah ta'ala, mata yajuzu itiyanuha idha tahurat, ni wakati gani itafaa kumwendea mkewe pindi atakapotaharika. Mata yajuzu itiyanuha idha tahurat, ni wakati gani itafaa kumwendea mkewe, huyu mume kumwendea mkewe, mume kumwingilia mkewe, idha tahurat, pindi atakapotaharika. Qala rahimahullah ta'ala, fa idha tahurat min haidhiha, pindi atakapotaharika kutoka katika hedhi yake, wanqata'a ad-damu anha, na damu ikakatika kwake mwanamke. Fa idha tahurat min haidhiha, pindi atakapotaharika kutoka katika hedhi yake, wanqata'a ad-damu anha, na damu ikakatika kutoka kwa mwanamke, jaza lahu wat'uha, kunafaa kwake kumuingilia, baada an taghsila mawdhi'a ad-dami minha faqat, baada ya kuosha sehemu ya damu kwake yeye tu. Ile sehemu ya damu akishaiosha, basi itafaa kwa mume kumuingilia. Au yatawadda au tatawadda, au baada ya kutawadha, au tatawadda, au baada ya mke huyu kutawadha, au taghtasila, au baada ya mke kukoga. Kwa hivyo pindi atakapotaharika tu kutoka katika hedhi yake, ikaonekana ile alqassatul bayda, kile kipande cheupe ambacho ni ishara ya wazi ya kuonyesha mwanamke tayari hedhi yake imekwisha, na damu ikawa imekatika haionekani tena, basi itafaa kwa mume kumuingilia mkewe baada tu ya mume kuisafisha sehemu ambapo damu inatoka. Au baada ya mke kutawadha, baada ya kuwa ametawadha vizuri mwili wake, inafaa mume kumuingilia mkewe. Au baada ya mke kuwa amekoga na akajitaharisha mwili wake, na hili ndilo bora zaidi, yeye mwanamke kukoga vizuri akajitaharisha mwili wake, kama tulivyotangulia huko nyuma kuona zile adabu ambazo hufanyika kabla aljima'i, ikiwemo kujitaharisha na mtu kunukia, kuwa katika mazingira mazuri ambayo yatampendeza mume wake, au mume kuwa katika mazingira mazuri ambayo yatampendeza mke wake. Kwa hivyo ikiwa itafikia hali hiyo, basi itafaa kwake mume kumuingilia mkewe. Wallahu tabarak wa taala a'lam.